Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Habari tena ya wakati huu, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Karibu tena katika simulizi yetu hii ambayo inaitwa Mapenzi ni Furaha na Karaha. Na hii sehemu ikiwa ni sehemu ya 25 ya simulizi hii. Kama endapo utakuwa haujasubscribe, chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, ambapo ukikitazama vizuri utakiona kina alama ya kengele. Tafadhali gusa hapo, utakuwa umesubscribe, moja kwa moja utakuwa mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Watu ambao wanayoifuatilia, utakuwa mwanafamilia na utakuwa mfuasi wa channel hii. Utakuwa wa kwanza kabisa kupata video zinapokuwa zikiendelea kupandishwa. Tunachokuomba, subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, karibu tena. Tuendelee na simulizi yetu hii. Sasa tupo sehemu ya 25 ya simulizi hii. Moja kwa moja, baada ya kusikia maneno kama hayo, ndipo ambapo kuona kwamba mtoto wake kipindi hicho cha nyuma, huyu binti wa kuitwa Loveness, hakuwa na furaha kabisa kutokana na yale aliyokuwa akiyapitia na kutokana na aibu zote na kila kitu. Aliamua kumruhusu aweze kubadilisha dini. Hatimaye ndipo ambapo walikata simu na kutulia ili waweze kusikiliza ni kitu gani ambacho katika akili zao watakachoweza kukiwaza. Je, Rama ndiye amfuate Loveness au Loveness ndo anatakiwa kumfuata Rama? Au wanataka wafunge ndoa ya serikali ambao kila mtu atakuwa na dini yake, lakini vieti halali vya ndoa wanavyo? Bora kipi? Hapo ndipo ambapo Rama aliendelea kuuza samani zake mpaka zikaisha, Loveness akiwa hapo hapo. Loveness hakuwa na mzigo wa aina yeyote kusema kwamba eti amepeleka sokoni, bali mpaka kukutana na Rama alikuwa anafanya tu mazoezi ya kutembea tembea hapa na pale, asikae tu nyumbani. Anafuatisha ushauri ambao aliopewa na mama yake mkubwa ambaye anaitwa Stamili. Stamili alikuwa ni mwanamke ambaye ni mkubwa kuliko Sarafina, lakini hakuwahi kubahatika kupata hata mtoto. Kwa hiyo yupo tu. Lakini alikuwa anaumizwa sana na haya mambo aliyokuwa akiyafanya Sarafina, baada ya kuhitaji kumuua mtoto wake, kwa sababu hakujua kwamba hiyo sumu ambayo aliyokuwa ameiweka, hiyo dawa ambayo inatoa mimba, je, hiyo mimba ingetoka peke yake au moja kwa moja na Loveness angefariki? Yeye nia yake atoe tu ujauzito, lakini hakufikiria mara mbili kwamba je, ni kitu gani ambacho kinaweza kujitokeza kama endapo huu ujauzito hautatoka. Manake ni kupita na uhai wa Loveness. Hapo ndipo alipoanza kufunguka baada ya rafiki yake kumkazia.
Ndio akaona aibu, ndio maana anaburuzwa tu na watoto wake. Mtoto anachokiongea kama kinakuwa ni kibaya, manake moja kwa moja anajaribu kukikazia, kukikataa, lakini akiona mtoto amezidi kukikazia, anaenda na kumpigia simu rafiki yake Stamili ili aweze kumshauri na hatimaye aweze kupata akili. Manake huyo mtoto akisikiliza pengine ushauri wa kutoka kwa Stamili anaweza katulia. Kwa Stamili akawa ni mshauri mzuri sana kwa Sarafina. Baada ya kumaliza bidhaa zake, huyu Ramadhan aliondoka na Loveness akiwa amemshika vile vile tena mkono. Akafika eneo moja ambalo jioni alikuwa akipenda sana kunywa kahawa na kina Mdeme. Hapo ndipo ambapo alipofika na hatimaye akakaa vizuri kabisa, lakini kina Mdeme walikuwa bado hawajamaliza bidhaa zao, kwa hiyo amewaacha huko. Hapo ndipo alipoanza kuzungumza na Loveness. Wote wawili wakazungumza huku akisema, Mme wangu Rama, hatimaye nimekupata kipenzi changu. Mungu asante. Sikuamini kabisa kama ningeweza tena kuishi na Rama. Wewe, nilishakuambia hivi, wewe ni wa kwangu tu. Hata kama watazungumza, wazazi si walinifukuza. Sasa ngoja na mimi niwaonyeshe, tuone kama hawatanifuatilia. Kukufuatilia hiyo ni kawaida baba. Jiandae tu kufuatiliwa. Na vile tayari sasa hivi umejipata, watakufuatilia. Hebu kwanza naomba niegemee kwanza kidogo. Nina deka. Yeah. Utaniua mtoto. Jamani, mtoto mzuri wewe Love. Eti mtoto wetu humu ndani anasema, jambo. Gusa we mwenye tumbo langu uone. Hii ni njema kabisa, inapendeza kipenzi changu. Sasa mimi nataka nikuchukue. Kwa unanipangaje? Uko tayari kwenda kuishi kijiji jirani kule kwanza? Kwa sababu hapa naona ni kama vile hamna chochote ambacho kinachoendelea hapa. Kwa nini hukutafuta nyumba humu katika hiki kijiji chetu? Ukapanga humu ili tuwe pamoja. Niwe nakuja na kupikia, yani tuwe pamoja. Jamani Rama. Jamani Loveness, we utaniua ujue. Sikiliza, sije niende ila ngoja baba mwenye nyumba wacha tu niwachie tu hizo hela. Nimwambie asante sana kwa kunipokea, niende nikachukue vitu vyangu, nije huku nipange, nihamishe na vifaa vyangu kule, nimwage rafiki yangu Wiseman nije. Au unasemaje? Asante.
kunifuatilia jamani. Asante na kupenda Rama. Asante pia love. Jamani, Mungu huyu. Hivi furaha mbona haikuwepo tangu muda? Tumshukuru Mungu. Nakupenda sana. Ndio maana leo hii niko na wewe hapa. Natamani niendelee kukulalia tu. Mungu asante. Umenileta katika maisha niliyokuwa nikiyatamani. Mungu, nisingekuwa mvumilivu Loveness mimi, licha ya matusi, licha ya mama kutaka kutoa mimba yangu, Rama ningempata kweli. Mungu asante, nashukuru. Nipo na kipenzi changu ninayempenda. Asante Mungu. Akiwa anaendelea kudeka pale Loveness, moja kwa moja Zaituni akawa ametokea. Alikuwa ametoka sokoni kununua mihogo, akiwa anaipeleka nyumbani kwao. Hapo ndipo ambapo alipokuta Loveness amelala katika kifua cha Ramadhan. Tena Ramadhani kampakata vizuri kabisa. Umeiona hiyo mpenzi msikilizaji? Hatari sana hiyo. Zaituni asianze kuwa na wivu, akaanza kuleta timbwili moja kali sana pale. Alianza kupiga kelele zisizo na msingi na kuanza kuchukua mhogo baada ya mwingine katika lile gunia ambalo alilokuwa amebeba, na kuanza kumpiga nayo Ramadhani mihogo hiyo. Kampiga nao wa kwanza, ukamkwepa, ukaenda kugonga katika kichwa cha Loveness. Kwa hiyo kidogo akawa ameonja majeraha kidogo. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, simulizi yetu hii bwana, mapenzi ni furaha na karaha inazidi kunoga. Ndugu msikilizaji, endelea kuifuatilia, ni nzuri sana, utajifunza mambo mengi. Kama endapo utakuwa umependezwa na hizi simulizi zetu katika chaneli hii, tunakuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Hadi sehemu nyingine ya 26 ambapo tutakapokutana hapa, inazidi kunoga. Zaituni ameanza kuleta shida. Ni kitu gani ambacho kitakachofuata sehemu ya 26? Tega sikio. Nikuage tu niseme alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.